Ujambo mtazamaji, kwa majina naitwa Moses Murua na unatazama Black Mamba TV. Niko maeneo haya ya Chimoi ambapo ajali ilifanyika hapo jana mwendo wa saa 3, na niko katika sehemu ambayo ajali hiyo iliweza kufanyika, ambapo imeweza kuwajeruhi watu wawili, mtu mmoja ambaye ni mama ambaye aliyegongwa mtu wa kwanza, kisha baadaye hilo gari likakuja likamuua mzee mwenye hii bar ambaye aliaka papo hapo mwendo wa saa 3 pale jana. Na tunaangalia katika sehemu unapotazama nyuma, mahali ambapo nimesimama, inasemekana kwamba kulikuwa na chumba cha kuweza kupumzika mahali hapa, na pale nyuma unapotazama sehemu hiyo ya nyuma, unapata kwamba tunapata mabaki tu ya mabati, ambapo ilikuwa ni sehemu ambayo watu walikuwa wanaketi na kujivinjari katika sehemu hii. Ombi katika jamii hii ama maeneo haya ya Chimoi wanasema kwamba hii haijakuwa ni mara ya kwanza, bali ajali zinaweza kufanyika sehemu hii, na ni kwa sababu ya jinsi barabara inavyokaa, ambapo iko katika mlima, na unapata kwamba barabara hii wakazi wa sehemu hii wanasema kwamba ajali imeweza kufanyika kwa mara mingi sana maeneo haya ya Chimoi. Pia unapoelekea pale chini maeneo ya Kaburengo, unapata kwamba vifo vimeweza kupatikana kwa wingi sana kwa ajili ya ajali za barabarani. Mtazamaji, unapotazama pale nyuma utadhani ya kwamba hakukuwa na kitu chochote mahali hapa, lakini ni kwa ajili tu ya ajali iliyofanyika ndiposa unapata kwamba mambo haya yameweza kufanyika hivi, ambapo imeweza kuleta kifo cha mwenyeji wa sehemu hii ambaye ndio mdosi mwenye bar hii ambayo inaitwa Lions Club Lounge ambayo inapatikana maeneo ya Chimoi. Tunashukuru sana kwa ajili ya kutazama televisheni yetu. Kwa majina naitwa Moses Murua. Kwa majina mimi naitwa Moses Choma Makale. Mimi ni mfanyakazi soja wa hapa. Ilikuwa around mwendo saa 3. Bosi akasema alikuwa amekaa kwa nyumba fulani karibu na gate, na akaniambia sasa nimepopoa, nataka kwenda nyumbani, hebu nitolee pikipiki. Sasa wakati ilikuwa nimetoa pikipiki kuangalia juu, gari imetokezea huko, na hiyo gari kuwa na driver ilikuwa peke yake, ikakonga mama wa kwanza. Sasa mzee mwenye amekufa ndiye alikuwa wa mwisho, ilikonga watu wawili. Mwenye alikufa ni Enoka mwenye pa, huyo ndio mwenye mtosi alikuwa kwa nyumba zake, na gari ilitokea huko juu. Alikuwa na mwendo saa 3 anaenda nyumbani, na gari kamuua. Majina naitwa Jane Enoch. Tuliachana na mzee wangu nikitoka huku nyumbani, akanipeleka Matete. Nilifika Matete, kaniambia tuende Webuye, nikamwambia Webuye niko na mtoto, so itakuwa ni vigumu kufika huko. Kamwambia kama ni chakula ya kuku, hebu ndio ukaniletea tu, nikampea kunia. Na akaenda. Alirudi, akaniambia Mama Susi, acha nienda kazi sasa. Mimi ndio alienda kazi yake Chimoi, akaniacha Matete. Mimi nimekaa Matete, muda kitu saa 8. Nikamuona amenipepea lunch. Akanipea lunch. Kaniambia wachana na kitheri. Unakuanga na hali sasa kula hii lunch yenye nimekuletea. Watu wanakufa. Sasa hiyo nikikuletea chakula kula. Wachana na kitheri. Wacha mimi niende kwa matanga huko kwa Chiveu. Kuna ibada inatendeka huko. Nikamwambia ningeenda na wewe lakini mtoto. Lakini wacha nitaenda kesho. Muda nilimuona hakukaa kwa matanga. Akarudi. Alirudi mvua ilikuwa inakaribia. Akaniambia Mama Susi, wacha nikimbia kazi mvua inipata Chimoi. Aliondoka lakini hakuenda distance mrefu. Na mvua ikaanza. Na mvua ilianza.
ujikinge. Nikamwambia ni sawa, hata ni afadhali ujikinge, na akajikinga, tukapika tu story na yeye hapo ndani. Akaniambia, nikamwambia sikuwa nimekuona vile umetoka nyumbani, kwa sababu nilikuwa tu kwa vifaranga. Umevaa smart. Kwa smart, mtu akikuona anaweza fikiria unafanya bang. Akasema kweli. Nikamwambia hata kunona umenona. Na akanijibu, mimi nimenona na wewe unakonda, sijui shida ni nini. Nikamwambia ni kawaida yangu. Hivyo ndio aliondoka. Akaniambia naenda kazi. Hivyo ndio nimesikia vile imetendeka. Na hivyo ndio imetendeka. Na hivyo ndio kumeenda. Na hivyo ndio kumeenda. Kwa majina naitwa Mebo Shanguya. Ni huzuni kumpoteza Enoch. Enoch ni mtoto mzuri sana. Tukikuja hapa anakaribisha vizuri sana kama watu wa kanisa. Lakini sisi watu wa kanisa tumehuzunika. Tumehuzunika kabisa. Tumehuzunika. Ni uchungu. Enoch amekufa uchungu kabisa.